Shangazi. Kama utujali, hebu njoo kidogo tuzungumze, ni jambo la muhimu sana nataka kuzungumza na wewe. Sawa. Sogea hapa, ndizi zote sogea tu hapa shangazi yangu. Ndizi hizo bwana. Sawa. Shangazi. Mimi nimekuja hapa, kuna jambo kidogo nataka tuzungumze. Jambo lenyewe mimi nimekuja hapa ili nikuage kama unavyojua yule mchumba wangu naomba nao mjini. Sawa. Amenitafutia kazi nzuri sana. Sawa. Na kulingana na elimu yangu niliyokuwa nayo, inabidi nikafanye ile kazi, ni kazi nzuri kwa kweli. Kwa hiyo nimekuja tu kuomba ruksa, niende mjini nikafanye kazi shangazi yangu. Mambo yakiwa safi, ili genge tutaliongeza itakuwa duka kubwa sana. Sawa. Mimi pamoja na wewe, kama mwanangu na mimi tutafika kazi. Ndio, ndio kazi zipo nyingi. Wewe mwenyewe. Uko na swali. Mambo mengi. Ndio yote sana pata kazi. Sawa shangazi yangu, nashukuru. Ila nadhani sitokuaga tena. Sitokuaga, nitadandia magari ya usiku ya mizigo. Then nitaenda mjini. Nikifika huko nitakupigia simu, nitakujulisha kama nimefika. Na kingine nikifanikiwa sio kusahau shangazi yangu. Sawa, mimi niko pamoja na wewe, nitakuwa pia. Takawaona huko, salimia, sisi tuko pamoja. Tupo. Sawa shangazi, nakupenda sana. Asante. Epa mmepambana, ipo siku nitakuongezea mtaji, shangazi yangu. Sawa. Mbona iwaki? Kwa mfumo huu mtaifanya tukio lile, hawezi kuondoka salama. Nitahakikisha watu wote nimemaliza.
Kale mambo. Poa. Zima. Mzima zaidi. Safi kwa poa. Poa. Au mengine. Fresh. Unaitwa nani? Ni Esther. Esther. Okay, una jina mzuri. Mimi naitwa Konde Boy. Unaishi mtaa? Ndio. Okay, nimesikia. Toka nimefika mtaa huu shakutana na mabinti wengi sana, umeelewa? Ila sijatokea kuwapenda kama nilivyokupenda wewe. Umeelewa? Nimekupenda vibaya sana. Sema nilikuwa natafuta nafasi ya kukutana na wewe. Ila mshukuru Mungu tumekutana hii leo. Umeelewa? Kiukweli tusiongee sana, mimi nimetokea sana kukupenda. Na kama utanielewa na kama uko tayari, basi mimi niko tayari kufanya chochote kile unachokihitaji wewe, kwa sababu nataka uwe mke wangu. Lakini kwenye saa kuolewa mimi bado sija tayari, kwa sababu bado naishi kwa wazazi. Kwa kuolewa sijafikiria. Labda nikupe muda kidogo. Sio? Una simu? Sina simu. Una simu? Tufanye kitu kimoja. Mimi nitakupatia simu yako yangu, sawa? Ili ujue kama mimi nakupenda wewe, sawa? Hii simu kuna watu watakupigia. Ila hii simu kuna namba za watu watakuwa nakutafuta, umeelewa? Ila kuna namba hapo itakuwa imeishia 68. Hiyo namba ikikupigia ipokea, kwa sababu ndio itakuwa ndo namba yangu. Ila watu wengine wajaribu kupuuzia, sawa? Umeelewa? Mimi nakupenda sana. Sawa. Basi kwa baadaye. Sawa. Mwanzo nilizani mapenzi pesa, ila bado naona wenye mafyofyo majumba yao nao analizwa ya mapenzi naumia roho, mala nipungue, mala niugue, mikono ninyanyue, unionyeshe mke mwema. Hivi kwa nini? Kwa nini? Naogopa nkisema sana takukufuru. Maulana ye Mungu Baba nifungue, unifungue, unifungue, pate kuona macho yangu. Mambo. Baba nifungue. Nakuaje? Nipe mkono basi. Mkono wa nini? Shida nini? Shida haina hapo viko. Vitu vyangu viko hapo. Ile issue mbona mimi nishaweka sawa? Sema nini? Ule mshikaji ile issue alishauzaga baadhi ya vitu vingine. Simu alishauza, umeelewa? Lakini mimi nishatumia gharama nyingi sana, umeelewa? Vile vitu vitapatikana. Kesho mshikaji kaniambia anaenda kuchukua ile simu, umeelewa? Na ule mkoba alishamuuzia kuna dada mmoja, umeelewa? Ila kesho vyote ninavipata, kwa hiyo usijali yani. Umeelewa? Kaniletea vitu vyangu, ukiniletea vitu vyangu tutaelewana. Kama hujaleta mimi na wewe basi usinijue. Tukubaliane. Sikukabidhi vile vitu mpaka tumalizane ujue. Sio ndio? Siwezi kumalizana na wewe, vitu vyangu sivioni. Sio kesho navipata. Shida nini? Basi fanya kazi yako. Kwa hiyo basi mimi nipate tulizo langu. Huko natoka wapi? Nilikuwa natoka hapo dukani, naelekea nyumbani. Mbona siku hujaja? Unanichukuliaje? Yaani nakusubiria kuanzia saa 1 mpaka saa 12 ya jioni hujatokea. Hivi unachukuliaje wewe? Shangazi amenipa kazi nyingi. Unachukuliaje wewe? Hebu pita hivi. Hebu pita hivi. Tembea. Na wale wako ifikapo saa 12 ya jioni ushatia timu pale, sawa? Hivyo
Oa, mambo vipi? Sema nini? Nilikuwa nakutafuta kishenzi mwanangu. Afu nashukuru leo tumeumana hapa yani. Umeelewa? Sikia, mimi nataka nikupe ya moyoni. Kisha kufuatilia sana, umeelewa? Mimi nimetokea kukuelewa. Kwa sababu mimi Nyamwezi, afu napenda hivi ndio vitu vyangu, umeelewa? Mimi nataka niishi hapa. Mimi nataka nikupe maisha. Afu si unajua mimi mtoto mbichi yani, nataka pe vitu yani. Hivi kijana. Unalana hivi wewe kwa kunitazama tu kwa macho yako mawili. Mimi kuniambia mambo. Wewe kunitongoza mimi. Mimi si kama mamako mzazi wewe. Hivyo unavuta bangi ya? Nikwambie kitu. Kama unapita njia ya shetani, pita njia ya Mungu. Wewe sio kunitongoza mimi. Kijana, yani kijana jiangalie. Yani iwe mwisho na mwanzo. Shenzi mmoja. Yani umekosa aibu. Kweli vijana wa sasa hivi mnashangaza dunia. Shenzi mmoja. Yani vijana wa sasa hivi wameharibika. Shindwe kwa jina la Yesu. Bwana ndugu yangu, juzi nilikuja pale home, nakuta shemeji, sikukukuta, nikaamua umeenda kwenye mpira. Hujaachaga tu mambo yako. Hamna. Ukweli bado mpira. Hata hivyo, nasema nilikia na moto. Sasa nitaka kuambia kuna issue ndio tukapiga. Unajua yule mkubwa yule pale anahitaji ajengewe kibaraza hivi. Wewe unahitaji kesho asubuhi tuamkie pale. Leo mimi sielewi, sina hela. Sasa hapa mimi nilichoka. Jana ndio nikakasikia sana. Ndani kama hebu tafuta shikaji basi napiga. Kuna madogo wako pale mtaani, ila si kama wataweza. Sasa unajua wewe ndo unaaminika, na wewe ndo fundi mzuri. Kwa kitu kizuri, wewe ukiwepo bana. Yule mtu anakuamini wewe. Atakuwa wewe uwepo. Kwa jamaa tunaungana nao. Umeona? Tunaunganisha nao. Ndio, fundi mzuri sana. Na bwana anafanya naye kazi. Basi haina shida, iwe hivyo, maana yule mkubwa anakuamini sana wewe. Na na imani akikupa kazi wewe utaifanya vizuri. Kwa hiyo naomba iwe hivyo. Elisha. Ndo mimi. Bibi, Bali yake. shaki. Kwema. Nipo, ambao umenilipa hivyo rafiki yangu. Ndio. Maisha. Wewe ndio bibi, upo? Kwema. Bibi, kwema. Afu umenilipa hivyo. Kweli mtu sio mbwa. Ni majukumu ya dunia. Yaani huyu Elisha huyu tunamjua sisi, ambaye hamna kiwanja sio kijua. Hamna baa yote sio jua huyu. Kila mwanamke mtana anamtaka yeye. Eti sasa hivi anatuambia ameokoka. Sasa Elisha. Kuna vitu vya kutania. Lakini sio kuhusu. Sijui ukamtania Mungu. Elisha, wewe unayekujua wewe. I see. Ni sawa kabisa mwenyeelezea. Lakini mwanadamu yote anabadilika. Ya kale yote tushafuta. Sasa tuko katika maisha ya Kristo. Si unaelewa vizuri? Mimi nimebadilika, nimefuata Kristo. Wewe uko mwalimu wengine. Hata mimi ninakushauri mfuate Kristo. Si unaelewa? Mimi nimeokoka, nampenda Yesu. Na ninahubiri jina la Kristo Yesu. Labda wasiaje, huyu labda akabadilika. Wewe ndio tumwamini. Jamani, mimi nilikuwa kuzuri nyingi. Ngoja nikamtangazie dada injili ya kweli ya kuamini kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Wewe tulia. Vipi? Sinisema. Oya, sikiliza. Acha pigo zako. Acha pigo zako. Uko ni wapi? Badilika basi, ukitaka kubadilika, badilika. Naombeni Mungu awapeni jicho la rohoni.
Wewe umekuja kutania au sio? Unajua nikwambie kitu. Mbwa atabaki kuwa mbwa. Haija kawa paka. Hiki ni kitu nakiamini. Huyu haija kabadilika na ndo kaida yake. Ona. Dada samani. Samani sana. Kwa majina ninaitwa Pastor Elisha. Nimeokoka na mpenda Yesu. Kuna jambo nataka nikwambie jambo moja kwamba Yesu ni mkuu. Mungu alimwamini Yesu Kristo kwa alimtuma Yesu Kristo kuja kuukomboa ulimwengu kifupi. Sawa? Si unaelewa vizuri? Mungu alimfanya Yesu kuwa mwanae, amwaminiaye yeye ndio atakayeamini nani na Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu amenishuhudia wakati unapita pale, nikakuwa nimepita kwa mwendo wa madaha, nikasema huyu Mungu anamtumia na vile vile ni Kristo anamtumia. Kwa hiyo nimekuja nikuhubiria habari njema za Kristo Yesu ili upate kuokoka. Si unaelewa vizuri? Mimi Mungu amenishuhudia kwamba wewe ni mtu mmoja ambaye unampenda Kristo. Unasali kanisa gani? Yes, Pentecoste. Yaani kanisa lolote linalomhubiri Kristo ni kanisa ambaye limeongoka, yaani limeokolewa na Mungu kupitia jina lake Yesu Kristo. Kila kanisa linahubiriwa kupitia jina lake Yesu Kristo. Yesu ni mkuu. Kwa hiyo na mimi nikushauri kitu kimoja kwamba Yesu anakupenda sana. Na Yesu Mungu mwenyewe alimuona Yesu akatupa mwana wa pekee kwa ajili ya kuja kukomboa ulimwengu. Si unaelewa vizuri? Roho Mtakatifu ameniongoza kwamba amenishuhudia katika ndani ya moyo na nafsi yangu. Akasema kwamba wewe ndio mtu mwema ambaye unahitajika kuwa na mimi. Mimi sijaoa, lakini ninahitaji. Biblia inasema utampata kuambatana naye, atakaye kuelewa na kuongozana na kupeana maarifa. Aliyokuwa na mwanamke anakuwa mtu mwema aliyebarikiwa katika Kristo Yesu. Ni kwamba mimi nimeona kwamba imetokea. Mungu amenishuhudia. Sio mimi, ni Mungu mwenyewe, Mungu wa mbingu aliomba ardhi na mbingu, kwamba amenishuhudia kwamba wewe ndio mtu sahihi kwangu. Sio unaelewa vizuri? Unahakika na unachokiongea baba? Ni kweli. Kwa hiyo ninachokitaji mimi kwamba wewe na mimi tuwe watu wa kuambatana kwa ajili ya kutangaza neno la Kristo. Sawa basi baba, mimi nimekuelewa. Matapeli ni wengi wanaotumia jina la Mungu. Sasa sijajua kwa upande wako. Uko sawa. Uko sawa kabisa. Na Biblia inasema siku za mwisho atatokea manabii wa uongo watakaohubiri jina la Kristo la kweli, lakini mwisho wa siku watawapotosha watu kupitia maisha haya ya ulimwenguni. Lakini mimi nimeshuhudia kwamba wewe ndio mtu wa pekee ambaye unaweza kuniongoza katika maisha yangu yote ya kuhubiri Injili na kuwabadilisha watu wengine. Amina. Amina mtumishi. Niambie, uko tayari mama? Basi nimekuelewa, ila ningeomba tu namba yako ya simu. Nadhani utatafuta. Haina shida. Hebu unaweza kuandika. Sawa. Andika 0786 Ndio. 225. Ndio. Andika Pastor Elisha. Itakuwa vyema sana kwa mama mchungaji. Amina, ubarikiwe sana. Amina, nawe pia ubarikiwe. Zingatia sio kukosea. Siku njema. Amina. Enda.